Baraka Mtemi alikuwa baba wa mtoto mmoja, Tendo, na waliishi kwenye chumba kidogo cha kupanga pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Chumba hicho kilikuwa na ukuta uliopasuka, dirisha dogo lililovuja hewa baridi usiku, na sakafu ya saruji iliyochoka kwa muda mrefu. Hapo ndipo Baraka alipojaribu kujenga maisha bora kwa mwanawe licha ya mazingira magumu yaliyomzunguka. Kila asubuhi, Baraka aliamka mapema, akavaa shati lake la zamani na kubeba begi lililokuwa na mashine ndogo za kupima afya. Alizizungusha mitaani, hospitali ndogondogo na maduka ya dawa, akijaribu kuwashawishi watu wanunue. Lakini mara nyingi alirudi nyumbani mikono mitupu. Wateja walikuwa wachache na pesa aliyopata haikutosha hata kulipa kodi kwa wakati. Mke wake, Neema, alikuwa amechoka na maisha ya mateso. Kila siku aliona ndoto zao zikififia. Alitamani maisha ya utulivu, nyumba nzuri na mustakabali salama kwa mtoto wao. Lakini badala yake, walikuwa wanazidi kuzama kwenye umaskini. Migogoro ilianza kuingia nyumbani, maneno makali, ukimya mzito na machozi ya siri. Siku moja, Neema alifunga begi lake. Hakukuwa na makelele wala mabishano makubwa. Alimwangalia Baraka kwa macho yaliyojaa uchungu, akamwangalia Tendo aliyekuwa amelala sakafuni juu ya godoro jembamba, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Nimechoka kupigana na maisha haya." Akaondoka, akimwachia Baraka mzigo wote wa kulea mtoto wao. Baraka alisimama mlangoni, akitazama kivuli cha Neema kikitoweka kwenye barabara ya vumbi. Moyo wake ulijaa maumivu, lakini hakuruhusu machozi yamshinde. Alirudi ndani, akamchukua Tendo mikononi mwake na kumbana kifuani. "Tupo wawili sasa mwanangu," alisema kwa sauti iliyotikiswa na hisia, lakini baba hatokata tamaa. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Baraka yakawa magumu zaidi. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na ahadi moja thabiti, haijalishi atateseka kiasi gani, angehakikisha Tendo anapata maisha bora kuliko aliyopata yeye. Siku zilipoendelea kusonga, hali ya maisha ya Baraka na Tendo ilizidi kuwa ngumu. Kodi ya chumba chao ilichelewa kwa miezi 2 mfululizo. Kila jioni, Baraka alisikia mlango ukigongwa kwa nguvu na mwenye nyumba akidai malipo. Hatimaye, siku moja umeme ulikatwa na giza likatawala chumba chao kidogo. Hakukuwa tena na taa ya kusomea wala redio ya kusikiliza habari. Chakula nacho kilianza kupungua. Wakati mwingine walikula ugali bila mboga na mara nyingine waliishia kunywa chai tu asubuhi. Baraka alijaribu kuficha hali hiyo kwa Tendo, lakini mtoto alianza kutambua kuwa maisha hayakuwa ya kawaida kama ya watoto wengine. Baada ya kufukuzwa kwenye chumba chao, Baraka alimchukua Tendo na kwenda kwa rafiki yake wa zamani, Musa, aliyekuwa anaishi kwenye nyumba ndogo ya kupanga. Musa aliwakaribisha kwa moyo wa dhati, lakini alieleza wazi kuwa wangeweza kukaa kwa muda mfupi tu. Usiku walilala sakafuni juu ya godoro lililochanika, wakishirikiana blanketi moja. Kelele za magari na mziki wa mitaani ziliwafanya washindwe kupata usingizi mzito. Lakini Baraka hakulalamika. Kila kitu alikivumilia kwa ajili ya mwanawe. Kulikuwa na siku ambazo hawakuwa na pakwenda. Baraka alimshika mkono Tendo na kwenda kukaa kwenye kituo cha mabasi. Walisubiri hapo hadi alfajiri, wakitazama watu wakija na kuondoka. Baridi ya usiku iliwafanya wajikunyate, lakini Baraka alimbana Tendo kifuani ili kumpa joto. Kila jioni, kabla ya kulala, Baraka alimwangalia mwanawe machoni na kusema kwa sauti ya upole, "Usijali mwanangu, kesho itakuwa bora." Tendo alitabasamu kwa imani ya mtoto, akamkumbatia baba yake. Hakujua kesho ingetuaje, lakini alijua jambo moja, baba yake hakumwacha, na hilo lilimpa nguvu ya kuendelea kuota ndoto. Asubuhi moja ya jua kali, Baraka alikuwa amekaa kwenye benchi karibu na barabara kuu, akitazama magari yakipita kwa kasi. Alikuwa amechoka kimwili na kiakili, lakini bado alikuwa na begi lake la mashine za kupima afya pembeni yake. Ghafla, macho yake yakakutana na tangazo lililobandikwa kwenye ukuta wa jengo refu. Africapital Ltd, tunatafuta wahitimu kwa internship. Moyo wa Baraka uliruka kwa mshangao. Alisoma maneno yale mara 2. Internship haikulipwa, lakini kulikuwa na nafasi ya kuajiriwa baadaye. Kwa mtu aliyekuwa hana chochote, hiyo ilikuwa kama mwanga mdogo kwenye giza nene la maisha. Alikaa kimya kwa dakika chache, akiwaza kuhusu Tendo. Alijua kuingia internship isiyolipwa kulimaanisha njaa zaidi, mateso zaidi, na hatari kubwa. Lakini pia alijua kuwa hii ingeweza kuwa tiketi ya kutoka kwenye umaskini. Siku ya interview ilipofika, Baraka alifungua mfuko wake wa nguo na kutoa suti yake ya zamani, iliyokuwa imechakaa kwenye mikono na shingoni. Aliipiga pasi kwa uangalifu, akaivaa, na kujitazama kwenye kioo kilichopasuka. Si muonekano unaojenga maisha, alijiambia, ni moyo na juhudi. Akimshika mkono Tendo, Baraka alimwacha kwa rafiki wa muda,
kisha akaelekea katikati ya jiji. Alipoingia kwenye jengo la Africapital, alihisi kama mtu aliyekuwa ametoka dunia nyingine. Sakafu iling'aa, watu walikuwa wamevaa vizuri, na hewa ilikuwa na harufu ya mafanikio. Ndani ya chumba cha interview, Baraka alizungumza kwa ujasiri, akasimulia safari yake, ndoto yake, na sababu yake ya kutopata usingizi usiku. Aliongea kutoka moyoni, bila kujifanya. Baada ya siku chache za kusubiri kwa hofu, simu ilipiga. Baraka Mtemi, hongera, umechaguliwa kwa internship. Machozi yalimtoka. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi tumaini likirudi moyoni mwake. Kila asubuhi, kabla hata jua halijachomoza, Baraka alikuwa tayari macho. Saa 10 alfajiri, aliamka kwa sauti ya alamu ya simu yake ya zamani. Alimwamsha Tendo taratibu, akimvalisha sare yake ya shule ya serikali, ambayo ilikuwa imefifia rangi kwa kufuliwa mara nyingi. Kisha walitembea kwa miguu kwenye barabara ya vumbi, wakipita vibanda na watu waliokuwa bado wamelala. Baraka alimwacha Tendo shuleni kwa tabasamu lililoficha uchovu wake. Soma kwa bidii mwanangu, alimwambia. Tendo alitikisa kichwa kwa imani, akamkumbatia baba yake kabla ya kuingia darasani. Kutoka hapo, Baraka alikimbia kuelekea kazini Africapital. Alipanda daladala zilizojaa watu, akisimama kwa muda mrefu, jasho likimtoka. Alifika ofisini akiwa amechoka, lakini hakuruhusu hilo lionekane. Kila siku alifanya kazi kwa bidii kuliko wengine, akijifunza, akihudumia wateja na kuandika ripoti kwa umakini. Baada ya kazi, hakukuwa na nyumba ya kurudi. Baraka alimchukua Tendo na kwenda kwenye makazi ya watu wasio na makazi yaliyokuwa karibu na soko kuu. Pale kulikuwa na kelele, harufu kali na vitanda vya chuma vilivyopangwa karibu. Lakini kwao palikuwa bora kuliko kulala barabarani. Usiku walilala wakishikana mikono. Baraka alimfunika Tendo kwa blanketi jembamba, akihakikisha mtoto wake hapati baridi. Ingawa tumbo lake lilikuwa linauma kwa njaa, hakuwahi kulalamika. Ndani ya moyo wake, Baraka alikuwa na ndoto moja tu. Mwanangu lazima apate maisha bora. Alijua safari ilikuwa ndefu na ngumu, lakini hakuwa tayari kukata tamaa. Kila maumivu aliyoyapitia, aliyachukua kama sadaka ya mustakabali wa mtoto wake. Kwa Baraka, mateso hayakuwa mwisho wa safari, yalikuwa mwanzo wa ushindi. Asubuhi moja, Baraka hakuweza kuamka mapema kama kawaida. Tendo alikuwa amelala kitandani, uso wake ukiwa na joto kali na macho yakiwa mazito kwa homa. Alikuwa akitetemeka kwa baridi huku akikohoa kwa sauti ndogo. Baraka alihisi hofu ikimpanda moyoni. Hakuweza kumwacha mtoto wake katika hali hiyo. Alimpeleka Tendo kwenye zahanati ya serikali, wakasubiri kwa muda mrefu kwenye foleni. Daktari alitoa dawa na kumshauri apumzike siku nzima. Ilipofika wakati wa Baraka kuelekea kazini, tayari alikuwa amechelewa kwa zaidi ya saa moja. Alipofika Africapital, meneja wake alimsubiri mlangoni. Uso wake ulikuwa mkali, macho yakiwa yamejaa hasira. Baraka hisi mara ya kwanza. Unadhani huu ni uwanja wa michezo? Baraka alinyamaza, akainamisha kichwa. Alijaribu kueleza kuhusu Tendo, lakini meneja hakutaka kusikia chochote. Wafanyakazi wengine walimtazama kwa kejeli. Baadhi yao walinong'ona, wengine wakatabasamu kwa dharau. Wewe ni maskini, hutaweza, mmoja alisema kwa sauti ya chini lakini yenye sumu. Maneno hayo yalimchoma Baraka moyoni, lakini hakujibu. Badala yake, alirudi mezani kwake na kuanza kufanya kazi. Alipiga simu kwa wateja, akaandaa ripoti na kujifunza kila kitu alichoweza kuhusu masoko ya uwekezaji. Alifanya kazi hadi mikono yake ikauma na macho yakaanza kuwasha. Kila alipohisi kuchoka, alimkumbuka Tendo akiwa amelala mgonjwa. Alimkumbuka ahadi yake, mwanangu lazima apate maisha bora. Jioni ilipofika, meneja aliona jinsi Baraka alivyokuwa amejituma. Hakusema chochote, lakini macho yake yalionyesha mshangao. Wafanyakazi waliokuwa wakimcheka walikaa kimya, wakitambua kuwa Baraka hakuwa mtu wa kubezwa kirahisi. Ingawa alikuwa ameumizwa na maneno ya dharau, Baraka alichagua kuyatumia kama mafuta ya kumfanya asonge mbele. Kwa sababu alijua kuwa mafanikio hayapatikani kwa kulalamika, bali kwa kusimama imara wakati dunia inakudharau. Kulikuwa na siku ambazo maisha yalionekana kuwa magumu zaidi kuliko kawaida. Baraka na Tendo walikaa kwenye benchi la mbao karibu na duka dogo la mikate. Mfukoni mwa Baraka kulikuwa na pesa chache tu, zisizotosha kununua chakula kamili. Mwishowe alinunua mikate miwili na chupa ndogo ya maji. Walikaa kimya wakila. Mikate ilikuwa migumu kidogo, lakini njaa iliwafanya waione kama chakula cha thamani.
Tendo alikula polepole, akimwangalia baba yake kwa macho ya udadisi na maswali mengi moyoni. Baada ya muda, Tendo alisimamisha mkate wake, akavuta pumzi ndefu, kisha akauliza kwa sauti ya upole, "Baba, lini tutapata nyumba yetu?" Swali hilo lilimchoma Baraka moyoni kama kisu. Aligeuka pembeni kidogo ili Tendo asione machozi yaliyokuwa yakimjaa. Ndani ya moyo wake, alihisi uchungu wa baba ambaye hakuwa na majibu ya haraka kwa mwanawe. Alitabasamu kwa tabu, akamshika Tendo mkononi na kusema, "Subiri kidogo mwanangu. Baba anaandaa kesho yako." Usiku huo walilala kwenye kona ya jengo lililoachwa, wakitumia makaratasi na blanketi jembamba kujifunika. Upepo wa baridi ulivuma na kelele za jiji hazikuwaruhusu kulala kwa amani. Baraka alimkumbatia Tendo kwa nguvu, akimlinda dhidi ya baridi na hofu. Ndani ya giza la usiku, Baraka aliomba kimoyomoyo. Hakumwomba Mungu utajiri, bali nguvu ya kuendelea kupambana. Aliomba Tendo apate maisha bora, elimu na furaha ambayo yeye hakuwahi kuipata. Tendo alilala akiwa ameshika shati la baba yake, akihisi salama kwa sababu ya upendo wake. Na Baraka akiwa macho, alitazama anga la usiku akijua kuwa safari bado ilikuwa ndefu, lakini hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Kwa sababu kwa Baraka, mateso hayakuwa mwisho wa ndoto, bali yalikuwa sehemu ya bei ya kulipia kesho ya mwanawe. Kadri siku zilivyopita katika Africapital, Baraka alianza kuonekana tofauti na wafanyakazi wengine wa internship. Wakati wengi walilalamika kuhusu kazi nyingi na mshahara usiokuwepo, Baraka alichukulia kila siku kama fursa ya kujijenga. Alifika kazini mapema, aliondoka jioni akiwa amechoka, lakini hakuwahi kukosa tabasamu lake la uvumilivu. Alijifunza kwa haraka. Namba hazikumchanganya, mikataba hakuiogopa, na mazungumzo na wateja aliyafanya kwa ujasiri na heshima. Kila alipoketi mbele ya mteja, hakuuza tu huduma za kampuni, aliuza matumaini, uaminifu na ndoto. Wafanyakazi wenzake walianza kumtazama kwa jicho la heshima. Baadhi yao walishangaa jinsi mtu aliyekuwa hana hata nyumba alivyoweza kuwa na nidhamu na umakini mkubwa kazini. Lakini Baraka hakujali sifa. Alijua sababu yake ilikuwa kubwa kuliko pongezi. Meneja mmoja mkuu, Kasim, alianza kumfuatilia kwa karibu. Aliona jinsi Baraka alivyokuwa makini kwenye mawasiliano, alivyosikiliza kwa umakini, na jinsi alivyotafuta suluhisho badala ya visingizio. Siku moja alimuita ofisini. Baraka alisema kwa sauti ya utulivu, "Una kitu cha kipekee. Endelea hivi." Maneno hayo yalimpa Baraka nguvu mpya. Ilikuwa mara ya kwanza kwa muda mrefu kusikia mtu akimwamini. Alipotoka ofisini, moyo wake ulijaa tumaini. Alijiona si tena mtu wa kuonewa huruma, bali mtu wa kupewa nafasi. Jioni ile ile, alipomchukua Tendo, alimshika mkono na kumwambia kwa tabasamu, "Subiri kidogo mwanangu. Baba anakaribia kufanikisha ndoto yetu." Tendo alitabasamu bila kuelewa sana, lakini alihisi furaha katika sauti ya baba yake. Kwa mara ya kwanza tangu Neema awaache, Baraka alihisi kuwa mwanga wa kesho ulikuwa unaonekana mbali, lakini ulikuwa halisi. Ndoto yake haikuwa tena hadithi ya kufikirika, ilikuwa karibu kutimia. Siku za internship zilifika mwisho bila Baraka hata kugundua muda ulivyokwenda haraka. Miezi ya kujituma, kulala njaa na kupambana na maisha ilikuwa imefika kwenye hatua ya mwisho, kusubiri uamuzi. Ndani ya Africapital, hewa ilikuwa nzito. Kila mshiriki alitembea kwa tahadhari, macho yakiwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Orodha ya waliopata nafasi ya ajira ilitakiwa kutangazwa jioni hiyo. Baraka alisimama pembeni ya jengo, akiwa amemshika Tendo mkono. Tendo alikuwa amevaa sare yake ya shule, macho yake yakimtazama baba yake kwa upendo na imani. Hakujua uzito wa kile kilichokuwa kinatokea, lakini alihisi kuwa siku hiyo ilikuwa muhimu. Mara moja, wafanyakazi walianza kutoka ofisini kwa nyuso tofauti. Wengine walikuwa na furaha, wengine walionekana kuvunjika moyo. "Samahani, hatukuchaguliwa," mmoja alisema kwa sauti ya huzuni. Mwingine alitupa karatasi chini kwa hasira, akiondoka bila kuangalia nyuma. Baraka alikaa kimya. Hakusema neno. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi, kana kwamba ungepasuka. Alimshika Tendo mkono kwa nguvu zaidi, akihisi joto la mtoto wake likimpa ujasiri wa kusimama imara. Ndani ya moyo wake, aliomba kimoyomoyo. Hakumwomba Mungu utajiri, bali nafasi moja tu ya kubadilisha maisha yao. Alikumbuka usiku waliolala barabarani, siku alizokula mkate tu, na machozi aliyoyaficha mbele ya mwanawe. Dakika zilionekana kama masaa.
Hatimaye, mlango wa ofisi ya meneja ulifunguliwa. Katibu alitoka akiwa na bahasha mkononi. Akataja majina kadhaa. Kila jina lililotajwa lilimfanya Baraka ashike pumzi. Alipoona watu wakitawanyika, moyo wake ulizidi kupiga kwa nguvu. Hakujua kama ndoto yake ilikuwa karibu kutimia au karibu kuvunjika. Lakini kwa jambo moja alikuwa na uhakika. Haijalishi matokeo yangekuwaje, alikuwa tayari ameshinda vita kubwa zaidi. Hakuwahi kukata tamaa. Ukumbi wa Africapital ulikuwa kimya, kana kwamba kila mtu alikuwa ameshika pumzi kwa wakati mmoja. Baraka alisimama akiwa amemshika Tendo mkono, jasho likimtoka licha ya hali ya hewa kuwa ya kawaida. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi, kila pigo likiwa na swali, je, safari yangu itaishia hapa? Meneja Kasim alitoka ofisini akiwa na faili mkononi. Alitazama wafanyakazi wote waliokuwa wamesimama, kisha akasema kwa sauti nzito, baada ya tathmini ya kina, tumewachagua watu wachache kuendelea na kampuni. Majina kadhaa yalitajwa. Wengine walishangilia, wengine waliinua mikono kwa furaha. Lakini jina la Baraka halikuwa bado limetajwa. Miguu yake ilianza kutetemeka kidogo. Alimtazama Tendo, ambaye alikuwa bado anatabasamu bila kujua uzito wa tukio hilo. Hatimaye, meneja alitulia kidogo, kisha akasema, kwa sauti iliyojaa mamlaka, Barua Kamtemi, hongera. Umeajiriwa rasmi. Kwa sekunde chache, Baraka hakusikia chochote. Maneno yale yalionekana kama ndoto. Lakini alipogundua kuwa yalikuwa ya kweli, machozi yakamtiririka bila kuweza kuyazuia. Aliinama kidogo, akifuta macho, kisha akamkumbatia Tendo kwa nguvu. Tendo aliruka kwa furaha, akapiga makofi na kupiga kelele. Baba, tumeshinda! Tumeshinda! Watu waliokuwa karibu waliinua nyuso zao kwa mshangao na furaha. Baadhi yao walitabasamu, wengine wakampigia makofi Baraka, wakitambua ushindi wa mtu aliyepitia mateso makubwa. Siku hiyo, Baraka alipokea barua yake ya ajira rasmi. Kwa mara ya kwanza, alihisi uzito wa umaskini ukianza kumtoka mabegani. Hakukuwa na kelele za njaa, hakuna hofu ya kulala barabarani tena. Jioni hiyo, Baraka na Tendo waliingia kwenye nyumba ndogo ya kupanga, lakini kwao ilikuwa kama kasri. Kulikuwa na umeme, mlango uliofungika vizuri, na godoro safi sakafuni. Baraka alikaa pembeni ya Tendo, akamwangalia kwa macho yaliyojaa shukrani. Hii ni mwanzo tu mwanangu, alisema kwa sauti ya upole. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka ya mateso, walilala kwa amani. Miaka ilipita kama maji yakirushwa kwenye mto usio na mwisho. Baraka Mtemi alikuwa si tena mwanafunzi wa internship au mtu wa kuishi kwa mikate michache. Alikuwa meneja mkubwa wa Africapital, anayeheshimiwa kwa bidii yake, uadilifu na uwezo wa kushinda changamoto. Ofisi yake ilikuwa yenye mwanga na mlango safi, tofauti kabisa na chumba kidogo cha kupanga kilichoanza safari yake. Tendo, sasa mtoto wa shule ya msingi, aliendelea na masomo yake kwa furaha. Hakukuwa na hofu ya kulala barabarani au njaa ya kusumbua akili yake. Kila asubuhi, alifika shuleni akiwa amevaa sare safi, kitabu mkononi na moyo uliojaa matumaini. Baraka alijivunia mwanawe, akijua kuwa kila jioni ya mateso na kila njaa walizopitia yalikuwa sehemu ya kujenga msingi wa maisha bora yake. Tendo. Lakini Baraka hakusahau mizizi yake. Alianza kwenda mitaani, akitafuta watoto waliokuwa wanateseka kwa umaskini. Alisambaza vitabu, chakula na hata muda wake wa kusikiliza watoto wenye hofu. Aliwafundisha kuwa ndoto zao zina thamani na uvumilivu ni silaha ya dhahabu inayoweza kuunda mustakabali. Usikate tamaa kwa sababu ya hali ya leo, aliwaambia mara nyingi. Ndoto ya kesho inajengwa na uvumilivu wa leo. Wakati mwingine, Baraka aliketi chini ya mti mkubwa na kuangalia watoto wakicheza kwenye udongo, akijua kuwa safari yake ya mateso na kushindwa haikuwa bure. Kila hatua aliyopitia ilikuwa darasa lililomfundisha kuhusu maisha, upendo na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Jioni moja, alikumbuka jinsi Neema alivyowaacha yeye na Tendo. Badala ya hasira au huzuni, alijua kuwa mateso hayo yalimfundisha uvumilivu, shukrani na upendo wa kweli. Aliangalia Tendo akiwa amelala kitandani, akitabasamu kwa furaha na amani, na moyo wake ulijaa utulivu. Baraka alijua moja, maisha ni safari ya changamoto na ushindi, lakini pia ni nafasi ya kuisaidia jamii. Funzo lake kuu lilikuwa wazi: uvumilivu, matumaini na bidii vinavunja vizuizi, na ndoto zinazojali ni zile unazopigania hata unapokosa kitu leo.
Kwa hivyo, Baraka na Tendo waliendelea mbele, wakijenga maisha, wakisaidia wengine, na kuonyesha ulimwengu kuwa hata katika giza la maisha magumu, mwanga wa tumaini unaweza daima kung'aa.